Habari pioneer wa Pi Network, na tumai nyote wazima wa afya. Karibuni nyote kwenye jukwaa letu la taaluma la Official Hudhey Pi Update kwa ajili ya taarifa mbalimbali na mafunzo kuhusu Pi Network. Kama wewe bado ni mpya na hauja subscribe katika chaneli yetu, hakikisha una subscribe na kuwasha kengele. Lakini pia kama tayari umesha subscribe, hakikisha unawasha kengele ili uweze kupata taarifa zetu kwa wakati. Maana pioneer wengi wamesubscribe katika chaneli yetu lakini hawajawasha kengele, kwa hiyo wanashindwa kupata taarifa zetu kwa wakati. Katika video hii leo tutazungumzia kuhusiana na update mpya ambayo Pi team wameiongeza katika wallet zetu. Haswa kwa wale pioneer ambao bado wallet zao hazijawa activated kwa ajili ya kuweza kupokea au kutuma Pi. Kipindi cha enclosed mainnet, Pi team waliahidi kwamba tutaingia kwenye open network ya Pi tukiwa na pioneer milioni 10 ambao Pi zao tayari wameshahamishiwa. Lakini pia vile vile milioni 15 pioneer ambao kwamba tayari wameshafanya KYC. Kwa hiyo lengo la kuweka idadi hii ya watu milioni 10 ambao kwamba wameshahamishiwa Pi zao na kuwaacha wengine kwanza wasubiri milioni 50 na zaidi ni kwa sababu ya usalama wa mradi. Lakini pia vile vile ikumbukwe lengo la kuwekwa enclosed mainnet kwa miaka 3 na Pi team pia vile vile walifanya kwa ajili ya kuweza kuulinda mradi, kwa sababu walijua bila ya kuweka enclosed mainnet Pi isingeweza kufanikiwa. Yani Pi manake tusingeweza kutengeneza thamani ndani ya mfumo wa ekolojia wa Pi kwa matumizi. Tusingeweza kufikia hilo lengo la kuweza kutengeneza thamani na rekodi zikawepo katika blockchain, kwa sababu watu wengi wangezichukua Pi na kuweza kuziuza yani kwenye exchange na sehemu mbalimbali hata kabla ya uzinduzi wa mradi. Kwa Pi team waliliona hilo wakaamua kuweka. Lakini sasa tumekuja kwenye hatua ya open network kwamba soko milango imefunguliwa. Kufunguliwa kwa hii milango kwenye open network si kwa sababu ya kwamba pioneer tumeruhusiwa au tumetakiwa tuweze kwenda kuuza Pi zetu, kwenda kufanya manake tunachojisikia. Kwa pioneer aliyosoma mradi na kuelewa na kujua malengo ya mradi, hawezi hata siku moja kukurupuka. Kwa sababu hata Dr. Fani yani siku ya open network alieleza kabisa kwamba tusisikilize kelele za watu wa nje, lakini pia vile vile tayari tujiandae, mambo mazuri yanakuja. Alizungumza hicho kitu kwa sababu tayari walishajua kwamba tunafungua hii open network kwa muda fulani. Lengo ni kuweza kuhakikisha tunataka tayari wafanya biashara pamoja na mifumo ya nje ya Pi, mifumo ya nje ambayo kwamba haijajiunga na Pi iweze kujiunga. Kama kuna makampuni ambayo kwamba yapo nje yanataka kuwa integrated na Pi, basi ni kipindi cha open network kuweza kuruhusu miingiliano ya ndani na ya nje. Lakini kutokana na haraka za pioneer, tamaa zao na kuiona Pi kama kwa sasa ni manake kwamba inaweza ikatatua changamoto zao, yanakuja mambo kama yale yaliyojitokeza kipindi cha Bitcoin ikiwa na thamani ndogo, kwamba kuna jamaa alinunua pizza kwa Bitcoin 10,000. Ni jambo ambalo kwamba kila kipindi linarejewa. Watu tu hawapendi kujifunza kutokana na historia, lakini ndio yanayofanyika leo hii hapa kwenye Pi. Mtu unakuta umechimba Pi kwa shida kipindi kirefu sana, watu wamepambana kwa muda miaka 3 kutengeneza thamani ya Pi katika mfumo wake wa ekolojia na kutengeneza rekodi katika blockchain. Mwisho wa siku sasa mtu unashindwa kuvumilia, kwa kipindi kifupi unaenda kuuza Pi yako katika mnada kwa thamani duni. Kwa hiyo Pi team baada ya kuona changamoto hiyo wakaja na mfumo wa mnada wa domain. Lengo hasa ya kuletwa mnada ule wa domain ni kuweza kuhakikisha kwamba Pi zilizopo kule nje katika exchange zilizopelekwa na pioneer wasiojua thamani zinanunuliwa na kurejeshwa ndani katika mfumo wa Pi ili kutengeneza uhaba kule nje. Kwa hiyo tumeona domain zikaletwa kuruhusiwa hata waliokuwa pioneer wanaweza kuja kwenye mfumo wa Pi na kununua hizo domain, kwa sababu tayari open network imeshafunguliwa
miingiliano ya ndani na ya nje inaruhusiwa. Kwa hiyo hata Payoneer wa kawaida wameruhusiwa pia na wao kununua hizo pai na kuja kununua domain, au kutoa pai zao walizo nazo kununua domain. Kwa hiyo tukaona makampuni makubwa kama Samsung, Apple, Toyota na nyingine tayari domain zake zikawa tayari zimeshanunuliwa na kuwa locked. Watu tayari wameshabidi. Kwa hiyo lakini kwa kiasi fulani ilipunguza idadi ya pai ambazo kwamba zilipelekwa kule kwenye exchange kurejeshwa ndani, ila ikaonekana bado kuna haja ya kuweza kutafutwa, manake kwamba namna nyingine ya kuweza kufanya. Kwa hiyo PaiCo team wamekuja na update hizi ambazo ukiingia kwenye wallet yako utakuta pale ndani. Kwa wale waliokuwa bado hawajapata KYC, waliokuwa tayari wameshafanya KYC hawajahamishiwa pai zao, utakutana na maelezo yanayoandika kwamba activate your wallet. Kwa hiyo sasa unaposoma yale maelezo pale chini, ukija kuna option mbili zimewekwa. Kuna option ya kwanza ambayo kwamba imeandikwa KYC with Bansa Exchanger, lakini pia vile kuna KYC with Pai. Kwa hiyo chini kabisa wamekwambia activate your wallet. Kwa hiyo sasa hivyo ndio vitu ambavyo kwamba leo tutavizungumzia. Lengo la kuletwa manake kwamba update hizi ni kuweza kuwaruhusu Payoneer ambao hawajapata KYC. Yani kama wewe umejiunga leo kama Payoneer, kwa hiyo unayo nafasi ya kuweza kupata wallet ambayo kwamba itapokea na kutuma pai. Lakini pia kwa wale waliokuwa wameshapata KYC lakini hawajahamishiwa pai, yani bado manake kwamba hawajahamishiwa pai, au wengine wapo tentative, yani KYC zao hazijawa approved kamili, wanataka kuweza kufanya miamala ya kupokea na kutuma pai katika kipindi hichi, basi ni namna gani na wao wataweza, ukiachana na wale milioni 10 waliochaguliwa. Kwa hiyo sasa PaiCo team wameleta hizi option. Kwa hiyo hizi options zitawawezesha Payoneer wote, kila Payoneer ambaye kwamba yupo kwenye mradi, haijalishi amejiunga lini, hata kama ni leo, na yeye aweze kuwa na wallet ya kuweza kupokea na kutuma pai. Kwa hiyo kama ni milioni 10 waliochaguliwa, basi kuna uwezekano kwamba sote milioni 60 Payoneer kwamba tunao uwezo kwa sasa, kwa kila anayetaka, kwa kufuata vigezo hivi vilivyoongezwa, kuweza kuhakikisha wallet yake anaiactivate. Hii kiupande kwa Payoneer ni fursa, kwa sababu ikumbukwe mainnet kamili ya pai itakapofunguliwa na kuweza kuruhusiwa ile mifumo ya application 100 kuanza kutoa huduma, na makampuni mengine ya nje ambao kwamba tayari yameshakuwa integrated na pai, na hizi exchange ambazo kwamba tumeona zimeshakuwa integrated na pai, watakaporuhusu sasa huduma zianze kutolewa. Kwa hiyo kwa aliyechukua hatua atakuwa naye ni miongoni mwa hao ambao kwamba ataanza kufanya matumizi. Kwa atakayekaa kusubiri mpaka aje ahamishiwe pai zake ili kwamba wallet yake iweze kuactivated, basi atasubiri. Kwa hiyo hii ni fursa, na ikumbuko kwamba kwa sasa PaiCo team hawatotoa nafasi ya kuweza kuhamisha pai kwa idadi kubwa kuleta kwenye wallet, kwa sababu watu milioni 10 waliochaguliwa ndani ya zaidi ya milioni 60, milioni 10 waliochaguliwa, tumeona kichefuchefu kilichofanywa na Payoneer waliokuwa hawakuwekeza kwenye maarifa, wameenda kuuza pai zao zote. Tumeona Payoneer waliokuwa ni wasaliti kipindi cha enclosed mainnet, waliokuwa wakifanya black market, walivyochukua pai baada ya kuona tu mlango umefunguliwa na kukimbilia kwenye exchange ya kuuza. Kwa hiyo sasa PaiCo team wanataka Payoneer hawa waliobaki, kwa kushirikiana, kila mmoja kwa uwezo wake, activate wallet yake, aweze kwenda kununua pai zilizopo kule sasa za bei ambayo kwamba ni ya mnada, ile bei duni iliyopo, yani kwamba waweze kujikusanyia pai hata 10. Inashauriwa kwamba kama wewe ni Payoneer bado hujapata KYC, bado hujahamishiwa pai, tutaelekezana namna ya kufanya, lakini unashauriwa hata ukanunue pai 10 udeposit kwenye wallet yako, ujiweke tayari kwa ajili ya kuweza kusubiri mainnet kamili ya pai kwa ajili ya matumizi kama pai lengo lake lilivyokusudiwa. Hicho ni kitu ambacho kwamba ni kizuri na ni fursa kwa watu waliokuwa hawajapata kuweza kufanya. Kwa sasa video hii tutaeleza sasa namna gani mifumo hii inafanya kazi. Kwa hiyo tutaanza na kuactivate wallet kwa wale ambao kwamba wameshapata KYC hawajahamishiwa pai. Wameshapata KYC lakini akaunti zao zipo tentative, hawajahamishiwa pai. Sasa hawa wanatakiwa wafanye nini ili kuweza kuziactivate wallet zao waweze kupokea
kuweza kupokea pai au kutuma pai kama zilivyo wallet za wengine waliohamishiwa. Na kama nilivyoeleza hapo awali, Payoneer wasitegemee katika kipindi hichi kuweza kukuta watapokea migration, kwa sababu iko team ilishasema kwamba itatoka na Payoneer milioni 10 tu kwanza kuelekea kwenye open network. Na kutokana na tabia ambazo kwamba tumezionyesha kama Payoneer baada ya open network kufunguliwa za kutaka kuriski manake mradi, Paiko team kwa sasa hawatoleta migration. Kwa hiyo ndio maana wameleta option hii kuwawezesha Payoneer wengine waweze kushiriki. Kwa hiyo hata ukiwa na uwezo wa kumiliki dola 10 basi una uwezo wa kwenda kununua, manake kwamba ukimiliki tu manake shilingi 25,000, 30,000, 25,000, 15,000 una uwezo wa kuingia kwenye exchange ukaenda kununua pai na kuleta ndani kwa ajili ya kujiweka ready na kwa ajili ya mainnet kamili. Lakini pia vile vile hii itasaidia kupunguza uhaba, kutengeneza uhaba wa pai ambazo kwamba zimewekwa kule kwenye exchange na Payoneer wasiojua thamani ya pai. Kwa hiyo fuatilia video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kujifunza na kujua namna gani ya kuweza kufanya. Kwa wale Payoneer ambao kwamba wameshapata KYC lakini pai zao hazijahama, lakini kwa wale ambao kwamba tayari wameshapata KYC wapo tentative, watakachofanya sasa watakliki kwenye sehemu ambayo kwamba imeandikwa activate. Kwa hiyo kisha kukliki activate, kwa hiyo utaambiwa kwamba wallet activation in progress. Kwa hiyo utasubiri. Kwa hiyo huku kwa unasubiri, chini kabisa kuna maelezo yameandikwa, umeambiwa kwamba refresh. Kwa kitu ambacho kwamba tutakiwa kufanya, utakliki neno refresh. Chini kabisa utakliki neno refresh, utasubiri tena. Ukisha kukliki refresh utasubiri tena kwa second kadhaa, wanaweka second 15. Kwa hiyo once itakapo manake kwamba zitakapomaliza seconds, kama bado utakliki tena manake refresh. Yani mpaka pale ambapo kwamba itakuletea maelezo kamili. Kwa hiyo baada ya hapo ukisha kukliki refresh itakwambia kabisa kwamba tayari wallet yako imeshakuwa activated. Kwa hiyo manake kwamba wakikueletea tu maelezo kwamba wallet yako imeshakuwa activated, kuna hatua nyingine ambazo kwamba tutatakiwa wewe kuweza kuzifuata. Kisha kuwa activated wallet yako, unaambiwa wallet activation completed. Kwa hiyo sasa utakachofanya unakliki kwenye sehemu iliyoandikwa load wallet. Utakliki hiyo sehemu hapo. Utasubiri ita load, baadaye sasa wallet yako itafunguka, itaonyesha kwamba kuna amount ya pai ambayo kwamba umepewa ni 0.98 pai ambazo kwamba umewekewa. Lengo ni kuweza umepewa hizo kwa ajili ya kuweza kuactivate wallet yako, kwamba kama vile iwe na hakiba ya balance. Kwa sasa once wallet yako itakapokuwa kama hivyo, kwa hiyo tayari wewe umeshawezeshwa kama Payoneer kuweza kupokea pai na kutuma pai. Wakati hapo mwanzo kabla ya kufanyiwa migration na Paiko team kutoka kule, hicho kitu kilikuwa hakiwezekani, maana uwezekano huo ulikuwa haupo. Kwa tayari hapo umeshaingiziwa, unaweza kutuma na kupokea pai. Kwa hiyo hapa ikumbukwe kwamba wewe hutoweza kufanya migration, yani hutoweza kufanyiwa migration na Paiko team kwa kipindi hichi, kwa sababu tayari inaonekana Payoneer wengi elimu hawana, wapo kwa ajili ya kutaka kuriski mradi. Kwa hiyo wewe kitakachobaki kwako, utakuwa na uwezo wa kuenda kwenye exchange na kununua pai. Unakuja kukopi address yako, unajidepositia pai zako hapa za akiba kujiwekea, huku ukisubiri mainnet kamili ya pai iweze kufanya kazi. Kwa hiyo hapo utanunua kwa uwezo wako mwenyewe, lakini pia vile vile utakuwa na uwezo wa kumtumia mtu. Kama unataka kununua bidhaa kwa malipo kwa GCV, unaweza kununua na kumtumia mtu, lakini pia vile vile mtu anaweza akakutumia. Kama kuna bidhaa unataka kuuza, basi mtu atakuwa na uwezo wa kukutumia wewe. Kwa hivyo ndo ilivyo kwa waliokuwa hawajafanywa migration. KYC wameshakamilisha, wapo wanasubiri migration. Waliokuwa wameshafanya KYC wapo tentative, wanatakiwa activate wallet yao kwa mtindo kama huu ambao kwamba umeonyeshwa hapo. Lakini kumbuko kwamba pia kuna wengine ambao wanaweza kuenda pale kubonyeza wallet, kubonyeza kile kitufe cha kuactivate wallet, na mwisho wa siku ikakataa. Hii ni kwa sababu ya kwamba inawezekana kwamba haujakamilisha checklist.
yani inawezekana mainnet checklist yako haujaikamilisha. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kwamba uende ukaconfirm pale kwenye step namba 6 ya kuweza kupokea Pi. Utaconfirm maneno yako 24 ili kuweza kuhakikisha kwamba steps zote umekamilisha. Kwa hiyo baada ya hapo utarudi tena huku ndani kwa ajili ya kuja kuactivate. Lakini kama bado haujakamilisha kwenye checklist, activation haiwezi kukubali. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kwamba natakiwa wafahamu Payoneer. Kabla ya kufanya activation, uhakikishe checklist yako umekamilisha mpaka steps namba 6 ambayo yani mpaka steps steps zote umeshakamilisha kwa kipengele hichi, kwamba KYC tayari result zimeshakuja pale kwamba umeshakamilisha, lakini na steps namba 6 umeconfirm. Kwa hiyo ndipo utaweza kuactivate wallet kwa waliokuwa hawajahamishiwa Pi. Nadhani tutakuwa hapo tumeelewana. Changamoto zote mbili tayari tutakuwa tumeshazitatua. Sasa kwa wale ambao wao Pi zao, yani wale ambao kwamba hawajapata KYC, kwa hiyo ni watu ambao kwamba walikuwa wanachimba Pi kwa kipindi kirefu lakini hawajapata KYC, lakini na wao pia vile vile wanataka mfumo wa mainnet wa Pi kamili utakapoachiwa kwa ile idadi ya Payoneer milioni 10 waliochaguliwa, na wao waweze kuwepo katika kundi la kuweza kutumia Pi. Kwa hiyo Pi Core Team na hawa wamewaona. Kwa hiyo kuna exchange ambayo kwamba inaitwa Bansa Exchange ambayo kwamba imeingizwa katika mfumo wa Pi katika Pi browser. Ni kipengele cha kwanza kabisa. Ukifungua wallet pale juu, kama wewe hujapata KYC utakikutia. Ukishakuwa na maneno yako tu 24 yale, ukifungua wallet ndani utakikuta. Kwa hiyo kitu utakachotakiwa kufanya ni kwamba ili uweze kuactivate wallet yako iweze kuwa na sifa ya kupokea na kutuma Pi, unachotakiwa kufanya ni kubonyeza kwenye sehemu iliyoandikwa buy. Ukikliki hapo itakuleta kwenye sehemu ya form ya kufanya verification kupitia hiyo Bansa Exchange. Kwa hiyo utakachotakiwa utajaza majina yako kamili yote, utajaza taarifa zote ambazo kwamba zinahitajika hapo, utaweza kuziingiza. Nadhani information zinajieleza vizuri. Kwa hiyo utajaza information kamili. Baada ya hapo sasa, chini kabisa kuna kitufe ambacho kwamba utatakiwa ubonyeze ili kuweza kucontinue. Kwa hiyo once utakapokamilisha zile taarifa kuzijaza vizuri na uandike taarifa sahihi, utabonyeza hicho kitufe. Kwa ukishakubonyeza kitufe kitakupeleka mbele kwenye option ambayo kwamba itakuonyesha namna ya kuweza kununua Pi. Waliokuwa hawajapata KYC kabisa, ili waweze kushiriki katika mchakato wa kuactivate wallet zao, wanatakiwa wanunue Pi zenye thamani ya $100, ili kwamba wewe uweze kuactivate wallet yako iweze kuwa sawa na watu waliopata KYC au walioactivate waliokuwa wameshafanya KYC au waliokuwa wameshahamishiwa Pi zao. Unatakiwa uwe na $100 kuweza kuactivate. Kwa hiyo ukimaliza tu mchakato wa kukamilisha KYC, hiyo Bansa Exchange itakupeleka kwenye sehemu ya kununua. Katika sehemu ya kununua kuna sehemu ya kutia idadi ya Pi ambazo kwamba idadi ya kiwango cha pesa ambacho kama unataka kununulia. Utaweka pale $100, lakini chini pale pia itakuambia ni idadi ya kiasi gani ya Pi utakayopata kutokana na ile bei ambayo kwamba ya mnada iliyopo kule sokoni. Utakuta kwamba mimi nitapata, umeweka let's say $100, nitapata Pi labda pengine 160 au 140, itasoma pale chini. Kwa hiyo cha pili kitakachofuata chengine utachagua network. Kwa hiyo maana yake kwamba network gani ambayo kwamba mimi nitatumia kwa ajili ya kupokelea, utaandika pale ipo Pi, utachagua, utaselect Pi. Kwa hiyo utajaza zile information zilizopo pale. Ukishakumaliza, chini kabisa kuna sehemu ambayo kwamba imewekwa ambayo inaeleza kuhusiana na kwamba njia za kufanya malipo. Kwa hiyo huku wameweka Mastercard nadhani na Visa card ndio unaweza kutumia kufanya malipo. Sasa hii inaweza ikawa ni changamoto kwa Payoneer wengi sana wanaotaka, waliokuwa hawajapata KYC ili kuweza kuactivate wallet zao. Lakini pia vile vile ikumbukwe kwamba Payoneer wengi wanaweza kuona kwamba wao kupitia kipengele hichi ni kama wanakomolewa, lakini kwamba ni fursa. Kumbukeni, Pi Core Team hawawezi kuruhusu watu milioni 60 wote kupata KYC na migration na wakakaa kwa ajili ya kutumia Pi.
Kwa hiyo sasa kama wewe ni pioneer ambayo kwamba una kiu ya kutaka kuitumia Pi, once open network itakapofunguka, open mainnet kamili na mifumo matumizi itakapoachiwa, huu ndo wakati pekee wa kuweza kuchukua fursa. Ikumbuke hizo Pi unazozinunua sio kwamba wanazichukua Pi kwa timu, ni za kwako mwenyewe. Yaani wewe unaenda kununua hizo kwa ajili ya kuweza kuactivate tu, kupata wallet ambayo kwamba itakuruhusu wewe kuweza kupokea na kutumia Pi. Yaani kwamba kutuma na kupokea. Kwa hiyo $100 sio pesa nyingi kwenye jambo kubwa kama hili la Pi lenye thamani. Kwa hiyo kama huoni umuhimu, unaweza kukuta mainnet ya Pi ikafunguliwa, watu wakaendelea kutumia Pi core team wakaanza ku-unlock idadi ndogo ya pioneer kuweza kuwahamishia. Huwezi kujua utachukua muda gani mpaka kuweza kuja kufika kwenye hilo kundi. Na hichi kipengele hutoweza kuja kukiactivate wewe kama wewe baada ya mainnet kamili ya Pi ya matumizi kuja kuifanya, kwa sababu unaweza kuambiwa ili uweze kuactivate kutumia hapo unahitajika uharamie kiasi fulani cha pesa ambacho kikawaida hutoweza, kwa sababu kwa wakati huo hutokuwa na uwezo wa kumiliki Pi. Haujahamishiwa Pi unazo, hata kama ni 10,000, ni 5,000, 6,000 zipo kwenye application kule ya Pi network, haujahamishiwa na hutakuwa na uwezo sasa wa kuzipata tena Pi katika bei ya chini kabisa ya mnada kama ya sasa ilivyo. Kwa hiyo wewe kama ni pioneer mwenye kiu na una maono na unajua ukubwa wa project ya Pi, huu ndo wakati wako. Ingia, activate wallet yako. Procedure ndo hiyo. Kwa upande wa namna gani sasa ya kutumia Mastercard waliokuwa hawana, wenye Mastercard zao kiklik pale zinakuja information, unajaza taarifa, mwisho wa siku na proceed, wanakata pesa yao, na once wakishakukata unaingiziwa Pi zako. Unazikuta pale na hapo wallet yako inakuwa imeshakuwa activated. Procedure ni kama nilivyoeleza, unazifuata tu, zinajieleza, hakuna kigeni. Sawa, lakini kwa waliokuwa hawana Mastercard, unatumia simu zetu hizi. Kwa wanaotumia Tigo Pesa, ukiingia kwenye menu ya Tigo Pesa kuna steps namba 7 inaeleza huduma za kifedha. Unakwenda pale, ukifungua unakwenda namba 7, unakuja kwenye masuala hayo ya card na instruction nyingine unapewa namna ya kutengeneza kadi. Unatengeneza kadi yako, unafahamishwa namna gani ya kuweza kuactivate, unaingizia pesa, unapewa taarifa za kadi zako, kadi yako hii ina expire lini na nini na nini. Kwa mwisho wa siku sasa unachukua taarifa zako za kadi, unakuja kuzijaza kwenye sehemu hiyo ya kulipa, unafanya malipo. Kwa hiyo ukiingiza tu wewe pesa umesha deposit, umetoa kwenye Mixx by Yas kule, umesha deposit kwenye kadi yako, basi wao watakata let's say umeingiza $300 zako, watakata dola yao 100. Kwa dola 100 mwisho wa siku wewe unaingiziwa Pi zako. Hiyo ndio njia rahisi kwa waliokuwa wanatumia simu. Kwa wanaotumia M-Pesa ndio hivyo. Ukienda kwenye menu ipo sehemu ya kutengeneza kadi. Kama utakuwa una shida, hujui namna ya kutengeneza kadi, toa maelezo hapo kwenye comment, ufahamishwe namna gani ya kuweza kuactivate kadi yako. Tutakupa instruction namna ya kuweza kufanya ili tuweze kukusaidia. Kama kuna mtu wa karibu unajua yupo kwa rahisi anaweza kukusaidia, unaweza kumwambia kusaidia namna ya kuactivate kadi. Lakini pia vile kama utakuwa haya yote tuliyoyaelekeza, namna ya kuweza kufanya kuactivate wallet yako, ukashindwa pia kuweza kufanya wewe mwenyewe, basi pia vile toa maelezo hapo kwenye comment kwamba mimi kiongozi nataka niweze kuactivate wallet yangu kwa sababu sijapata KYC, na mimi nataka mainnet kamili ya Pi itakapoanza kufanya kazi na mimi niwepo. Kwa hiyo nipo tayari kuweza kununua hizo Pi zenye thamani ya dola 100 kwa kutumia Bansa Exchanger ili ni activate wallet yangu niweze kuruhusu kupokea na kutuma Pi. Utafahamishwa tayari, tutakuhudumia ukiwa wewe kama hujaelewa hii video namna gani ya kufanya. Lakini pia kama kuna swali jingine lolote haujaelewa namna gani update hii inafanya kazi, basi usisite kutuambia kwenye comment na tunasoma comment zote ili tuweze kujua namna gani ya kuweza kukusaidia. Lakini ikumbukwe, hii ni fursa pekee kwa watu waliokuwa manake kwamba sio wale selected milioni 10 waliohamishiwa Pi. Kwa hiyo wao kama wataona ni fursa, huu ndo muda pekee wa kuweza kujitoa, wakatafuta hizo Pi wakanunua kabisa saizi kabla, manake kwamba thamani haijapanda mapema, wakazi hold kwenye wallet zao, wakaactivate wallet zao, wakasubiri
kwamba kuwa na wao wapo katika miongoni mwa pioneer ambao kwamba watatumia. Ikumbukwe pai zilizopelekwa kwenye exchange zimepelekwa na pioneer wasiojua samani. Mtu inawezekana available balance alikuwa na 200 kapeleka zote. Kwa hiyo huyu nafasi yake unapewa wewe. Yeye atakuwa hana pai ya kutumia baada ya open mainnet kamili itakapotoka. Atasubiri miaka 3 pai zake mpaka zitakapokuwa unlocked. Na ndio wengi waliohamisha pai zao kupeleka kule. Ni kwa sababu hawana imani na mradi, hawajui mradi huu malengo yake ni yapi. Kwa hiyo PaiCo Team wameleta option hii kukuwezesha wewe ambaye kwamba bado hujahamishiwa kwamba uchukue kama ni fursa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha unajipanga mapema huku ukisubiri mainnet kamili. Lakini pia vile vile inaushauriwa kwamba tuendelee na harakati zetu za kawaida za barter trade za kuweza kufanya activity tulizokuwa tunazifanya, hata kama ni nusu kwa pai, nusu utakuwa nalipa kwa cash. Kwa hiyo kwamba isionekane tu kama ni kwa full pai. Kwa hiyo unaweza ukalipa nusu kwa pai, nusu kwa cash, kwa GCV na biashara zikiwa zinaendelea. Kwa haya machache nisikuchosheni sana, nikutakieni siku njema. Nadhani kupitia video hii utakuwa umejifunza vitu vingi kuhusu pai. Na utakuwa umeona ni namna gani PaiCo Team wanavyotupambania ili tuweze kuhakikisha tunafanikiwa. Sisi ndio tuliopewa mamlaka kufanya kila kitu kwenye mradi huu, lakini kutokana na ukosefu wa maarifa ya baadhi ya watu wasiopenda kujifunza, tumeona changamoto zinazotukabili kuweza kuifikia hiyo mainnet kamili. Kabla ya open mainnet, PaiCo Team walituambia mifumo ya application 100 tayari imeshakamilika, ipo ready kwa ajili ya matumizi. Lakini hadi leo hatujaona PaiCo Team kuweza kutoa announcement kuachia mifumo iweze kufanya kazi, kwa sababu lengo lao wanataka wakiachia mifumo basi thamani halisi ya pai ijulikane na iweze kuanza kutumika hapo. Lakini kwa sababu ya pioneer wachache ambao kwamba pioneer wengi waliokuwa hawakujikita katika kusoma mradi unataka nini, malengo ya mradi ni nini, wanaoamini maneno ya watu wa nje ambao kwamba hata mtu ukimuuliza hiyo white paper umeisoma, unaelewa mtu kapita juu tu karashia tu, kisa anajua Kiingereza ndio anajua amesoma white paper anayejua, ndio mtu anamsikiliza huyo na kuona yeye ndio mentor wake atamvusha. Anashindwa kuweza kuelewa ni nini PaiCo Team wanatoa mwongozo waliotengeneza project hiyo kukusaidia wewe manake kuweza kubadilisha hali yako ya maisha kutoka level moja kwenda level nyingine. Kwa hiyo tukutane katika video inayofuata. Kama una swali lolote usiache kuuliza hapo kwenye comment ili tuweze kujua namna gani ya kuweza kusaidiana. Ni pioneer wengi sana ambao kwamba wanahitaji hii huduma. Kwa hiyo make sure kama utakuwa upo tayari, anza mapema kuweza kuactivate na wewe uweze kuwa ni miongoni mwa pioneer. Pai za bure zipo kule kwenye exchange zinagaragara. Dhahabu zipo kwenye exchange zinagaragara. Wasojua samani kama kipindi Bitcoin ilipotoka watu wakanunua mapiza na nini, ndio yanakuja kwenye pai tunayaona. Muda ukifika watakuja kujionea kwa macho yao wenyewe wao. Ndio hao watakao rudi sasa na kuanza kupeni. Mtu atakuonyesha mimi nazo zimekuwa locked miaka 3 hizi. Kwa hiyo hebu mkopeshe 5 mpaka manake kwamba zikiwa unlocked. Ndio kelele zitakazokuwa, mtu atakuonyesha ushahidi nazo. Unamwambia zilizokuwa locked sasa hizi manake haziwezi kuwa ni pai, haziwezi kutumika. Kwa hiyo hizo hazina thamani kwa wakati huu mpaka zitakapokuwa activated kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo muda ukifika utazungumza. Kwa hiyo tujitahidi kuweza kujifunza, tujitahidi kutokusikiliza maneno ya watu wa nje, tusiuze pai zetu. Tutunze pai zetu vizuri, tufuate mwongozo tunaopewa na PaiCo Team. Sarafu hizi hazikutengenezwa kwa ajili ya soko yani kwa ajili ya biashara ya kubahatisha, kuuza na kununua. Ukiisoma white paper inajieleza, labda uweze tu manake kusema mimi nakataa, lakini wanaeleza hazikuundwa kwa sababu hiyo. Sasa leo tunazipeleka kwenye exchange kwenda kuuza na kununua kwa ajili ya kitu gani? Yaani kwenda kuziuza. Kununua ni sawa, kuna watu wameshauza wao washakwenda kuuza, hawajui thamani. Sisi tukazinunueni tuzirejesheni ndani tunaojua thamani. Kwa hiyo sio lengo lake hilo. Lengo lake ni kwa ajili ya matumizi ya kila siku. Tuweze kuzitumia katika maisha yetu ya kila siku, kununua bidhaa na huduma. Ukisoma kabisa introduction inajieleza pale ya pai kwamba ni nini, white paper inajieleza lengo la sarafu hii. Kwa hiyo kwa haya machache nisikuchosheni tena, nisikuchosheni kwa haya machache, nisikuchosheni sana. Kwa haya machache nisikuchosheni sana, nikutakieni siku njema.